Ndugu zangu, kwa sababu sisi ni wanafunzi, tupo katika njia ya kutafuta ilmu, kusoma na kusomeshana. Ikiwa hii ndiyo kauli mbiu ya da'wa as-salafia, ndiyo msingi miongoni mwa misingi ya da'wa hii unaoitofautisha na da'wa nyingine, nikaonelea basi nikumbushe nafsi yangu sanjari na kukukumbusheni ninyi juu ya jambo zima la kufanya ihtimam, kutilia umuhimu suala hili la kusoma na kusomeshana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila zake ni nyingi, zimeelezwa ndani ya Qur'ani kwa usulubu tofauti tofauti, vile vile katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na maneno ya wanawazuoni ni mengi, hatuwezi kuyadhibiti kwa kikao kama hiki. Lakini katika mlango wa kukumbushana, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani, waambie ewe Nabii Muhammad, hivi wanaweza wakalingana wale wanaojua na wale wasiojua? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wenye kukumbuka ukumbusho wa sawasawa ni wale watu wenye akili, watu waliopewa ilmu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anaisherehesha aya hii, anasema innahu subhanahu nafa at-taswiya baina ahlihi wa ghayrihim kama nafa at-taswiya baina ashabil jannati wa ashabin nar. فقال تعالى قل هل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Aya hii inayoonyesha utofauti wa watu wajinga na watu wenye elimu. Al-Imam Ibn Qayyim anaisherehesha akisema, hakika mambo yalivyo, Allah aliyetakasika na mapungufu amekusudia kukanusha utofauti baina ya watu wake, watu wenye elimu wanaomjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokanusha utofauti, alivyoonyesha utofauti Allah baina ya wale ambao ni watu wa peponi na watu wa motoni. Kwa hiyo vile Allah ambavyo ameonyesha utofauti wa watu wenye elimu na wale ambao hawana ilmu, watu werevu, watambuzi wa dini yake, wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama vile alivyoonyesha utofauti wa watu wa peponi na watu wa motoni. Allah akasema hawalingani sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Ashabul jannati humul faizun, watu wa peponi ni wenye kufaulu. Ufaulu huu watakaoupata watu wa peponi, basi ndivyo walivyofaulu watu wenye ilmu ambao wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mbali kuitaja hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithun muttafaqun alayhi, hadithi ya Muawiya, hadithi maarufu ladaykum,
hadithi ambayo talabatul ilmi wameihifadhi, iliyopokelewa na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu: man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri anampa ilmu ya dini. Wajaa nakiratu fi siyaqi an-nafi au fi siyaqi sharti liifadati al-umum, na ikaja nakira katika mtiririko wa sharti. Man yuridillahu bihi khaira, man ni katika alfadhi za ash-shart, kama alivyoeleza al-Imam as-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi: waman wama tufidani ma'a kull al-umumi ya ukhayya fasma'a, kwamba maneno matamshi haya man na ma ni matamshi yanayofidisha ujumla, yana generalize, yanaonyesha kwamba yakitangulia matamshi haya halafu likaja neno ambalo ni nakira, maana yake neno hilo linaenea. Kwa hiyo Mtume alivyosema katika hadithi, man yuridillahu bihi khaira, yoyote ambaye Allah anamtakia kheri, kwa maana hapa ni kheri zote, kheri zote zinaingia, kheri za dunia na akhira, kila aina ya kheri Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake aina ya kheri, aina yoyote ya kheri, basi anampa ilmu ya dini, anamuongoza katika kujifunza dini yake, anaujalia moyo wake unakuwa na mapenzi katika kuongeza maarifa ya dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia moyo wa mahaba ya kupenda ilmu, akawa ni mtu ambaye anayependa ilmu. Na kinyume chake ni sahihi kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim: wa man lam yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fi ddin, na yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hamtakii kheri, basi hampi ilmu, anamnyima elimu, anamnyima ilmu, akawa mtu huyu hajui chochote kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile msemaji asema, akiwahimiza wanafunzi na Waislamu kwa ujumla juu ya kutenga muda wao na kufanya juhudi katika jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema jifunze, taallam, jifunze. Falaysa almar'u yuladu alima, mtu hazaliwi akiwa anajua, mtu hazaliwi akiwa anajua. Watu wote wanaanza kujifunza taratibu, baadaye wanajua. Walikuwa hawajui mwanzoni, lakini wanakuja wanafahamu. Falaysa almar'u yuladu alima, mtu hazaliwa akiwa anajua. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, na mtu mwenye elimu si sawa na mjinga. La yastawiyani mathala, mifano hii hailingani, hawalingani watu hawa. Mtu mwenye ilmu aliyemsoma Allah subhanahu wa ta'ala, akamjua Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kulingana na yule mtu ambaye hana elimu. Na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, katika maneno yake ambayo hasiluhu, aliposema Imam Malik kwamba annasu ahwaju ila alilmi min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharabi, fa inna ar-rajula ya'kulu fi al-yawmi marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, au kama qala rahimahullahu ta'ala. Anasema watu wanahitajia zaidi elimu kuliko wanavyohitaji kula na kunywa, zaidi ya vile wanavyohitajia kula na kunywa, kwa sababu mtu anakula na kunywa kwa siku mara moja au mara mbili,
lakini hitajio la elimu yake, hitajio la maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya idadi ya pumzi zake. Vile mtu anavyopumua kwa siku, anavyoingiza hewa na kutoa, ile idadi yake ya kupumua kwa siku moja ni ndogo kuliko idadi ambayo anahitajia elimu mja huyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii utagundua ni kwa sababu maisha ya Muislamu yamejengeka katika elimu. Kila hatua utakayopita inahitaji ilmu. Mfano, leo au muda huu wa alfajiri umeamka, wakati unaamka umesoma dua ya kuamka, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ukaingia chooni, unahitaji ilmu uweze kujua kusoma dua. Ukitoka vile vile unahitaji elimu. Kula kunahitaji ilmu, kutoka nyumbani kunahitaji ilmu. Sikwambii katika mambo ya ibada mbalimbali, kuswali, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, adhkari baada ya sala, adhkari ndani ya sala, elimu ya namna ya kuishi na familia zetu, kuzijua haki za ndoa, elimu ya malezi, kujua malezi ya watoto, elimu ya muamala wetu baina yetu sisi na Allah, elimu ya kuzitengeneza nyoyo zetu, kuyajua maradhi ya nyoyo yanayomsumbua mwanadamu na tiba zake, tiba za magonjwa ya moyo kama vile alhasad, husda, alhiqdi, vinyongo, vifundo, kujua magonjwa ya matatizo ya unafiki na tiba zake. Mambo yote yanataka elimu. Elimu ya muamala, kuamiliana katika biashara, katika shughuli mbalimbali tunazofanya. Biashara hii inafaa, mkataba huu unafaa, jambo hili linafaa. Elimu ya dini inahitajika kila nyanja ya maisha ya binadamu, kila hatua, namna ya kuamiliana na makafiri. Kafiri gani huyu, umpe haki gani, huyu umpe ipi kulingana na vile alivyo. Namna ya kuamiliana na watawala, mtawala Muislam ambaye ni mwema, mtawala kafiri ambaye ni mwema, au kafiri anayefanya dhulma, au mtawala Muislam anayefanya dhulma. Kila hatua ya maisha ya Muislam yanataka ilmu, namna ya kuamiliana katika kila jambo. Kwa hiyo tuona, ndugu zangu, elimu ya dini ndiyo Uislamu. Na ndio maana al-Imam al-Mubajjal, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in, na wengine hukiita A'lamul Muwaqqi'in, alitaja maneno yanayoonyesha ya kwamba matatizo yote ya dunia na uharibifu wote wa ulimwengu na kila janga linalotokea sababu yake ni ujinga, na kila jambo jema na uzuri wa yale walionayo wanadamu sababu yake ni elimu. Akasema rahimahullahu ta'ala, fama kharabul alami illa bil jahl wala imaratuhu illa bil ilmi fa idha dhahara al ilmu fi baladin au mahallatin qalla ash-sharru fi ahliha wa idha khufiya al ilmu hunaka dhahara ash-sharru wal fasadu faman lam ya'rif hadha falaysa mimman lam yaj'al lahu nura, au kama qala rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imam, haujaharibika ulimwengu ila ni kwa sababu ya ujinga, na wala ulimwengu haujaimarika
ukatengamaa, ulimwengu ukawa ni mzuri, watu wakaishi vizuri, isipokuwa ni kwa sababu ya elimu. Na elimu inayokusudiwa hapa ni ilmu ya mwongozo, al-ilmu shar'i, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hapajatokea maharibifu yoyote katika dunia hii, sababu yake kubwa ni ujinga. Ima watu wameshindwa kumjua Allah au wameshindwa kuamiliana na jambo hilo lililotokea, wakaliharibu kwa sababu ya ujinga. Akasema al-Imam, sehemu yoyote inapodhihiri ilmu, inapodhihiri elimu katika mahali fulani au katika mji fulani, qalla ash-sharru fi ahliha, zinapungua shari kwa watu wake, shari zinapungua. Utaona ilmu ya tauhidi ikitawala katika sehemu, mapenzi yatapatikana baina ya Waislamu, ushirikina utajitenga, magomvi yataondoka. Elimu ikitawala katika familia, watu watachunga mipaka ya Allah, watu watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atatia nuru katika familia hiyo, lakini ni kwa sababu ya ilmu. Mabinti watajua mipaka yao, wanawake watafahamu mipaka na wanaume. Stara zitatawala. Stara zikitawala na mipaka ya kisheria ikitawala, zinaa inakimbia, inaondoka, shari zinapungua. Ni kwa sababu ya watu wamesoma na wamemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo la kheri linadhihiri, shari zinapungua. Lakini elimu ikifichikana katika mahali au katika jamii fulani, dhahara ash-sharru wal fasadu, panadhihiri shari na ufisadi kwa sababu ya ukosefu wa ilmu. Mambau, chimbuko la matatizo ni ukosefu wa elimu, ni ujinga. Kuna mambo watu watayaingia na kuyafanya wakidhani ya kuwa yanawasaidia, kumbe yanawaangamiza, kwa sababu hawajui ile mipaka ya sheria. Uislamu umesemaje? Hili jambo linafaa, hili halifai. Angalia watu leo wanavyoingia katika shirki, wakidhani ya kwamba watapata manufaa, watapata faida, lakini kumbe wanaangamia kwa sababu ya ujinga. Ujinga unawaua. Kwa ikawa, ndugu zangu, al-Imam akamalizia ya kwamba asiyejua haya ni katika watu ambao Allah hajawajalia nuru kabisa katika nyoyo zao. Asiyejua haya ya kwamba elimu ndiyo sababu ya kutengamaa kwa ulimwengu, kutengamaa kwa familia, kutengamaa kwa jamii, watu kuwa na tabia njema, kuwa na mapenzi ya kweli. Asiyejua haya na akajua kwamba ujinga ndio sababu ya matatizo katika ulimwengu, basi yeye ni katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawajalia nuru katika nyoyo zao. Kuonyesha umuhimu wa ilmu. Na maneno mfano wa haya ameyataja al-Imam az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, kanu man madha min ulama'ina yaqulun at-tamassuku bis-sunnati najah wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'a fabina'shi al-ilmi thabatu ad-din wad-dunya wa bidhahabi al-ilmi dhahabu dhalika kullihi. Walikuwa wale waliopita katika wanawazuoni wetu wakisema kushikamana na sunna ni kuokoka na kusalimika na adhabu za Allah. Kushikamana na sunna barabara ni sababu ya mtu kusalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuishi kwa elimu, maisha ya elimu, watu wakaishi wakawa wanasomeshana, wakaipatiliza ilmu, Qur'ani inasomwa, sunna inasomwa, ni sababu ya kuthibiti kwa dunia, kwa dini na dunia. Dini na dunia vinathibiti, vinabakia, vinakuwepo. Uhai wa dini unapatikana kwa sababu ya ilmu. Na ndio maana ukienda sehemu katika mambo ambayo
yanatoa bishara njema kwenye da'wa salafia ni kwa sababu watu wanasoma. Ukienda sehemu penye kituo cha kisalafi, baada ya mwaka mmoja utaanza kuona nuru. Watu wameanza kubadilika. Vijana walikuwa wanavaa majinzi, matimbalendi yamebana, suruali modo zimebana, hawajui hata kuvaa. Utaanza kuona athari ya kanzu pale zinavaliwa. Mashaallah, ile nuru ya Uislamu utaanza kuiona. Utaanza kuona mavazi stara, ukipita unaona jilbab ash-shar'i zinavaliwa katika mitaa. Unaanza kuona ile athari ya elimu. Mwanamke anaweza kawa anaanza darsa hajui kuvaa. Mashekhi wanafahamu. Kuna wanawake wanaanza darsa hawezi hata kuvaa, yani mavazi ovyo ovyo yani. Lakini vile anavyokaa darasani anaathirika na mazingira, anaathirika na ilmu. Unamwona baada ya miezi kadhaa na yeye tena sura yake hataki kuonekana, anavaa stara ya kisheria, kwa sababu elimu ndiyo iliyombadilisha. Kwa ilmu ndio inawafanya watu wathibiti katika dini ya Allah. Lakini vile vile na dunia, yani maisha ya elimu ni kuthibiti kwa dini na dunia. Hata dunia vile vile, kama wewe unalazimiana na elimu ya dini, maisha yako ya dunia yatakuwa ni mazuri. Ndio maana si watu nawaambia watu, yule asiyesoma ilmu ya dini hata dunia yake haijui, hata dunia yake haifahamu, yani hata maisha ya kuishi ya kawaida mtu hawezi kuyapangilia vizuri kwa sababu ya ukosefu wa ilmu. Angalieni watu wa dunia wanavyoishi maisha yao, ule mpangilio wa maisha yake mtu alivyo, ni mambo yapi yenye maslahi anayoyatanguliza. Utakuta mtu anaishi ovyo ovyo kabisa kwa sababu hana dini, hana ilmu. Lakini mtu ambaye yupo katika misingi ya dini anajua mpangilio wa mambo yake, ni jambo lipi alipe kipaumbele, ni lipi alicheleweshe. Anajua kupima masalih, kupima maslahi katika mambo yake, katika familia. Anajua jambo hili yamegongana maslahi na madhara, hapa natanguliza jambo lenye maslahi, ili lenye madhara naliacha. Au kama ni madhara yanatakiwa yaondoshwe kwanza, nitaondosha madhara kabla ya kupata maslahi. Anajua vipi atangulize jambo na vipi acheleweshe. Kwa ndugu zangu, kuthibiti vile vile katika dini na dunia ni kwa sababu ya ilmu, na kuondoka kwa ilmu ni sababu ya kuondoka vyote. Dini inaondoka na dunia inaondoka. Ndugu zangu, elimu hii ya dini ina thamara nyingi, matunda mengi, lakini miongoni mwa matunda makubwa ambayo wanatuambia wanawazuoni ni sababu ya sisi kuingia peponi. Elimu hii ni sababu ya sisi kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye atakayepita njia akitafuta katika njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia mja huyo njia ya kwenda peponi. Miongoni mwa njia nyepesi za kwenda peponi ni mtu kulazimiana na ilmu na kuifanyia kazi, kudumu na sala la elimu na kuifanyia kazi. Na elimu hii inahitaji mambo mengi kama mnavyosoma, masala ya adabu za kutafuta ilmu, ikhlas, kulazimiana na nia njema, ndio jambo la msingi katika kusoma. Mwanzoni unapoingia katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ulazimiane na moyo safi, usafishe moyo wako na usome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usisome kwa ajili ya kutafuta vyeo, kutafuta ukubwa, kutafuta mali, kutafuta nafasi, kutafuta umashuhuri. La, hivyo ni vitu ambavyo Ibn Uthaymeen anaeleza kwamba vinakuja tabaa. Ikiwa mtu atasoma akamcha Allah subhanahu wa ta'ala,
na akaifanyia kazi ilmu yake, Allah anamletea vitu hivyo vikiwa ni tabaa, vinafuatia vitu vingi katika kheri za dunia na akhira, lakini sio gharadhi yake, si malengo yake yeye pale anaposoma. Muislamu anatakiwa anaposoma akusudie ibada, kumwabudu Allah, kumwabudu Allah, kama alivyosema alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, la shay'a ya'dilu al-ilma liman sahhat niyyatuhu. Qalu wa kayfa tasihhu an-niyya, kayfa tasihhu an-niyya? Imam Ahmad anasema kwamba hakuna kitu kinalingana na ilmu ikiwa nia itakuwa ni nzuri. Vipi nia itakuwa ni nzuri? Mtu ayyanwi rafa al-jahli an nafsihi wa an ghairihi, mtu atie nia kuondoa ujinga juu ya nafsi yake mwenyewe na kuondoa ujinga kwa watu wengine. Wa bihadha alqadri kifaya, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa jazakumullahu khairan.